Mheshimiwa Fatma Hassan Taufik. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nami kunipa fursa ya kuweza kuchangia hoja iliyopo mbele yetu. Nami niendelee kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwingi wa ukarimu kwa kunipa fursa na afya njema kuweza kuongea katika hili bunge tukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nami naomba niungane na waheshimiwa wabunge wenzangu kwa kuendelea kumpongeza sana Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi nzuri anayoifanya kwa ajili ya maendeleo endelevu ya Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ya kipekee naomba pia nimpongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu pamoja na Naibu Waziri Mkuu pamoja na waheshimiwa mawaziri wote kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, Mheshimiwa Lukuvi, Mheshimiwa Ridhiwani, manaibu mawaziri, makatibu wakuu, pamoja na watendaji wote wa ofisi ya Waziri Mkuu kwa hotuba nzuri ambao umeandaa, ambayo imesheheni taarifa nzuri kwa ajili dhima kuu ikiwa ni kuleta maendeleo endelevu kwa ajili ya Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, hali kadhalika naomba niwapongeze pia watendaji wakuu wa taasisi ambazo ziko chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, ambao nao wamekuwa wakifanya kazi nzuri sana kwa ajili ya kuleta maendeleo ya Watanzania. Naomba niwataje kwa majina, akiwemo ndugu Masha Mshomba ambaye ni mtendaji mkuu wa NSSF, lakini sambamba na hilo ndugu Badru mtendaji mkuu wa PSSF, Bi Khadija Mwenda mtendaji mkuu wa OSHA, na Dr. John Mduma mtendaji mkuu wa WCF. Mheshimiwa Mwenyekiti, watendaji hawa kwa kweli ni wazalendo na tumeona kabisa kazi ambazo wanazisimamia wamezifanya kwa weledi mkubwa sana. Kwa hiyo naomba pia niwapongeze sana kwa sababu taasisi ambazo wamekuwa wakiziongoza zimekuwa zina matokeo chanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ukurasa wa 14 wa hotuba hii serikali imezungumzia kuhusu mazingira wezeshi ya kupanua wigo wa ajira kwa kipindi cha mwaka 2020 hadi Februari 2025, kwamba jumla ya ajira milioni 864,204 zilikuwa zimezalishwa. Naipongeza sana serikali kwa kazi hii kubwa ambayo ifanya. Lakini pamoja na pongezi hizo, nina ushauri. Kwa kuwa vyuo vikuu, vyuo vya kati na taasisi mbalimbali zimekuwa zikizalisha wahitimu wengi, bado uhitaji wa ajira ni mkubwa sana, na tunatambua kabisa kwamba pamoja na juhudi kubwa ya serikali ambayo imeandaa mazingira wezeshi kwa ajili ya vijana kujiajiri au kuajiriwa, bado kuna ombwe kubwa sana la vijana hawa katika kuajiriwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee kuipongeza kwamba kumekuwa kuna programu mbalimbali za kuhakikisha kwamba vijana wanaajiriwa, ikiwemo miradi ya BBT na mingineo na mazingira wezeshi na mikopo na kadhalika. Lakini jambo kubwa ambalo nilikuwa nataka nitamani kuishauri serikali ni kwamba katika ofisi ya Waziri Mkuu, kazi ajira ya vijana na wenye ulemavu, kuna ule mfuko wa maendeleo ya vijana. Mfuko huu umekuwa ukitengewa budget, lakini bajeti yake ilikuwa haitoshi. Kwa hiyo naomba niishauri serikali, ili kusudi vijana wengi waweze kujiajiri, waweze kukopesheka, lakini pia waweze kuajiri wenzao, ni budi serikali ikaangalia upya kuongezea mfuko huu pesa ya kutosha, ili kusudi kundi kubwa la vijana waweze kupata mikopo hii, na mwisho wa siku vijana hawa waweze kujiajiri na kuajiri wengine vijana wenzao. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na hilo, nilikuwa natamani kuendelea kuishauri serikali. Natambua kabisa kwamba ajira zilizopo ni haba, lakini pia kuna nchi za wenzetu huko ughaibuni ambazo wamekuwa wakihitaji vijana wa fani mbalimbali kwenda kufanya kazi huko ughaibuni, yani diaspora. Kwa hiyo bado naona kwamba kasi ya kuwaunganisha vijana na zile nchi ambazo zinahitaji wataalamu au vijana mbalimbali kwenda kufanya kazi kule bado ni ndogo. Kwa hiyo nilikuwa naomba niishauri serikali
ikaweka mkakati maalum wa kuona jinsi gani wakaandaa dirisha maalum la kuhakikisha kwamba vijana wengi zaidi wanaunganishwa na hizi ajira za nje ili kusudi waweze kwenda kufanya kazi kule ughaibuni. Na wakifanya kazi kule ughaibuni, maana yake nini? Kwamba yale mapato ambayo yatatokana na zile kazi wanazozifanya kule ughaibuni utasaidia nchi yetu kuweza kupata kipato. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa uchache tu kwamba wenzetu Nigeria wameweza kufanikiwa kwamba walau wanapata dola bilioni 25, lakini pia wenzetu Kenya mwaka 2023 ilipokea dola bilioni 4.2 kutoka diaspora. Na sisi Tanzania tunaweza na tunaweza tukapata zaidi tukitafuta zile fursa kwa ajili ya vijana. Lakini jambo jingine Mheshimiwa Mwenyekiti ambalo nilitamani kulizungumzia liko kwenye ukurasa wa 23 wa taarifa hii ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambayo imezungumzia kuhusiana na swala zima la upatikanaji wa maji. Naipongeza sana serikali, nampongeza sana rais wangu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha kwamba anamtua ndoo mwanamke kichwani ili kusudi aweze kupata maji katika maeneo ya karibu. Lakini nikija katika mkoa wetu wa Dodoma, bado swala la upatikanaji wa maji imekuwa ni tatizo kidogo katika baadhi ya maeneo, na hasa katika jiji la Dodoma. Natambua kwamba uhamiaji wa makao makuu umesababisha pia uhaba huo. Lakini kwa kuwa serikali ilikuwa imebaini kwamba watajenga lile bwawa la Farkwa, basi nilikuwa naomba nishauri serikali ifanye haraka ujenzi wa lile bwawa la Farkwa ili kusudi kupunguza hili ombwe la upungufu wa maji katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Dodoma, jiji la Dodoma, viunga vyake na hasa eneo la Mkuhungu. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini sambamba na hilo, wananchi wamekuwa hawana taarifa yoyote kuhusiana na maendeleo ya bwawa hili la Farkwa. Basi ni vizuri serikali ikiwa inatoa taarifa mara kwa mara ili kusudi nao wananchi wajue nini kinaendelea, waache kulalamika, waweze kupata taarifa. Mimi nadhani wakipata taarifa na maarifa itawasaidia wajue kwamba serikali yao tukufu iko mbioni katika kutafuta pesa, lakini kutafuta miundombinu mbalimbali ili kuhakikisha kwamba bwawa hili linafanya nini, linajengwa. Lakini kwa uchache Mheshimiwa Mwenyekiti, niliona kwamba niseme hayo. Baada ya kusema hayo, naomba nikushukuru sana kwa kunipa fursa, naunga mkono hoja. Asante sana kwa kunipa fursa. Asante sana.